Alikaa kwenye ndoa miaka 10. Miaka 10 ya kimya, kicheko cha bandia na kumbatio la usiku. Kila usiku alimkumbatia mkewe. Alikuwa mpole. Hakusema sana. Alitabasamu tu. Lakini yeye kumbe si mwanamke. Si mkewe. Ni fisi. Hii si hadithi ya kawaida. Si hadithi ya mapenzi. Si hadithi ya ndoa tu. Ni hadithi ya kufumbuka macho kwa uchungu wa ukweli. Karibu kwenye simulizi ya kusisimua. Katika mtaa wa kawaida huko Kimanzichana, pwani ya Tanzania, aliishi mwanaume mmoja aliyejulikana kwa jina la Bakari Fundi Selemara. Alikuwa maarufu kwa kazi zake nzuri za samani. Meza zake, makabati na viti vyake vilizungumzia ustadi wake bila hata yeye kuwepo. Bakari aliishi na mke wake Zainabu, mwanamke mrembo mwenye tabia ya utulivu kupindukia. Ndoa yao, kwa macho ya wengi, ilionekana kama mfano wa kuigwa upendo, heshima na maelewano. Lakini kilichokuwa kikitokea nyuma ya milango yao kilikuwa kinyume kabisa na sura ya nje. Miaka 3 ya mwanzo ya ndoa yao haikuwa na bahati linapokuja suala la watoto. Zainabu alipata ujauzito mara 2, lakini kila ujauzito ulipofika miezi 4, mtoto alitoka ghafla pasipo dalili. Walienda hospitali wakapima damu, vipimo vya uzazi, hakukuwa na tatizo lililogundulika. Baada ya mimba ya 3, Zainabu aliweza kujifungua mtoto wa kike. Furaha iliwajaa kama mawingu ya mvua ya kwanza. Walimpa jina Nasra, maana yake rehema. Lakini rehema hiyo ilikatika usiku huo huo wa kuzaliwa. Mtoto alifariki ghafla kabla hata ya kulia kwa mara ya pili. Bakari, aliyejenga matumaini yote kwa Nasra, alikosa nguvu ya kuendelea kuishi kawaida. Wakati mwingine alikaa kimya muda mrefu bila kusema neno hata moja. Akajikusanya na kumsihi mkewe, "Mke wangu, huu si mkosi wa kawaida. Tumehangaika sana. Tuende kwa mganga tuone kama kuna jicho baya au mkosi." Lakini Zainabu alimkazia macho na kusema kwa sauti ya imani thabiti, "Bakari, huwezi kumtaja Mungu na mganga katika sentensi moja. Tumtegemee Mungu, ipo siku tutapata watoto wetu." Na kweli, mwaka uliofuata, Zainabu alijifungua mtoto mmoja wa kike aitwaye Rehema. Miaka ilisonga, walibarikiwa tena mtoto wa kiume aitwaye Hamisi. Furaha ilirudi. Wakaanza kujenga familia tena kidogo kidogo. Lakini bahati hiyo haikudumu. Miaka 3 baadaye, Rehema alianza kulalamika kichwa tena ghafla. Siku hiyo hiyo akapoteza maisha. Miezi 3 baadaye, Hamisi mwenye umri wa miaka 3 alikutwa amezama kwenye beseni la maji nyuma ya nyumba bila hata sauti. Kwa Bakari, huu ulikuwa mwisho wa dunia. Alikonda. Hakula. Hakucheka. Watu walimjua kama fundi mwenye bashasha, lakini sasa alikuwa kivuli chake. Kinyume na matarajio ya watu, Zainabu hakuonekana kuvunjika moyo sana. Aliendelea na shughuli zake kama kawaida. Wengine wakasema alikuwa ni mwanamke mwenye imani thabiti, wengine wakasema alishakubaliana na majaliwa. Lakini kwa Bakari, moyoni alihisi kitu hakiko sawa. Mwaka mmoja baadaye, Bakari alianza kuugua. Mwili wake ulianza kupooza upande mmoja. Aliacha kazi. Ofisi yake ya samani ikafungwa kimya kimya. Alikuwa kitandani tu akisubiri siku ziende. Siku moja, jioni ya Jumamosi, mteja wake wa zamani aliyeitwa Ramadhani alifika ofisini kwake baada ya kukumbuka kwamba aliwahi kuahidi kupika makabati mapya kwa mjukuu wake wa Arusha. Alipokuta ofisi imefungwa, alishtuka. Aliulizia kwa mafundi jirani, "Yule Bakari unamtafuta? Karibu mwaka sasa hajafungua ofisi. Ni mgonjwa?" Ramadhani alishtuka. "Jamani, ni rafiki yangu sana. Naweza kwenda nyumbani kwake?" Wakamwelekeza. Ramadhani alifika kwa Bakari jioni hiyo. Aligonga mlango, Zainabu akafungua. "Karibu sana. Umesema wewe ni nani?" "Mimi ni Ramadhani, mteja wa mumeo. Tulifanya kazi nyingi zamani."
Zainabu alimkaribisha hadi ndani. Akamwonyesha chumba cha Bakari. Alimkuta kalala, uso umelegea upande mmoja, macho yamejaa maumivu, lakini bado palikuwepo mwanga wa utambuzi usoni mwake. Ramadhani alilia kimya kimya. Rafiki yangu, nilisikia umeugua. Nimekuja kukuona. Pole sana ndugu yangu. Bakari alijaribu kuzungumza lakini maneno yalikuwa mazito kutoka kinywani. Aliweza kumtambua Ramadhani na kutabasamu. Ramadhani alimwachia Zainabu hela kidogo, akamwambia mpikie chochote. Nitakuja tena siku nyingine. Wiki iliyofuata alirudi. Safari hii alijulikana kama shemeji. Zainabu alimfurahia. Baada ya muda mfupi, Ramadhani alitoa pesa kwa ajili ya mahitaji, akamsihi Zainabu aende dukani, muda ambao aliutarajia sana. Mara tu alipoondoka, Ramadhani alimgeukia Bakari, nataka nikusaidie. Lakini kwanza naomba uniahidi hutamwambia mtu yeyote. Hata mkeo. Bakari akatingisha kichwa. Ramadhani akaanza, Bakari, samahani kwa kukwambia. Lakini mkeo ndiye kiini cha matatizo yako yote. Yeye ndiye aliyewaua watoto wako. Yeye ndiye aliyekutuma kwa kaburi unakoelekea sasa. Bakari alimwangalia Ramadhani kwa macho ya mshangao na hofu. Akatingisha kichwa kama asiyekubali. Lakini Ramadhani alimkazia, nitakutibia. Lakini nitakuthibitishia. Wewe tulia. Loo. Ndani ya wiki 2, Ramadhani alimfanyia tiba ya kienyeji kisiri. Bakari alianza kupona, ganzi ikapungua, alisimama, akaanza kutembea, hata maumivu yakapungua. Zainabu alishtuka, hii miujiza gani? Siku moja Ramadhani alirudi tena. Zainabu hakuwepo. Wakiwa peke yao, Ramadhani alimwambia, leo nitakufungua macho. Nitakupaka dawa uone yasiyoonekana. Usiku ulipofika, Bakari alilala kama kawaida na mkewe. Usiku wa manane, macho yake yalifunguka kwa uwezo mpya. Aliona Zainabu akigeuka, akavaa vazi jeupe, kisha akamtoa fisi kutoka kivulini na kumlaza kitandani kando ya mumewe. Fisi huyo alimkumbatia Bakari kwa miguu ya mbele kama mikono ya binadamu. Bakari alipata baridi. Harufu ya fisi ilimkera. Lakini alijikaza. Muda si mrefu, Ramadhani alibisha mlango. Bakari akaondoa miguu ya fisi iliyomkumbatia na kufungua mlango. Ramadhani alipofika chumbani, fisi akatoweka ghafla. Ramadhani akasema, umeona sasa? Umeishi na kaburi. Na huyo si mke, ni kivuli cha shetani. Bakari alikubali. Ramadhani akasema, leo tutajua mwisho wake. Aliweka dawa kila kona ya nyumba. Alimwambia Bakari alale kama kawaida. Usiku wa manane, Zainabu alirudi. Alijigeuza upya, lakini alikuta harufu ya dawa ikimbania. Alikuta fisi wake ametoweka. Alijua amefichuliwa. Asubuhi hakusema neno. Aliondoka bila kumuaga mumewe. Na hakurudi tena. Bakari aliketi chini akilia kimya kimya. Kwa mara ya kwanza alielewa maana ya kilio chake cha miaka mingi. Ramadhani alimshika mkono, akasema, hata mimi sijui kwa nini niliguswa na mateso yako. Lakini najua Mungu hakubali mja wake anyanyaswe daima. Bakari alitazama mlangoni alipomwona mke wake mara ya mwisho. Kisha akasema, asante kwa kuniokoa kutoka kwa kaburi nilioishi nalo miaka yote. Giza limepungua, lakini ukweli haujaonekana wote. Je, unadhani safari ya Bakari imefika mwisho? Miezi 3 ilikuwa imepita tangu Zainabu atoweke kimya kimya. Kila siku ilipokucha, Bakari aliendelea kuishi kana kwamba alikuwa ameamka kutoka usingizi mrefu wa ajabu. Hali ya kukumbuka maisha yao ya ndoa, walivyocheka pamoja, kula mezani wakitupiana maneno matamu, na hata kulala kitanda kimoja, miili yao ikikumbatiana kwa joto la mapenzi. Lakini sasa alijua ukweli mchungu. Kumbe, nyuma ya tabasamu la Zainabu kulifichwa sumu, si ya haraka, bali ya kimya kimya, iliyokuwa ikimuua polepole kimwili na roho.
Bakari aliishi katikati ya vumbi la kumbukumbu, kila hatua yake ikiwa ya tahadhari kama mtu aliyewahi kuungua moto. Lakini zaidi ya yote, aliishi kwa shukrani kwa Mungu aliyemfunulia macho kupitia rafiki yake wa karibu, Ramadhani. Huyu ndiye aliyemuokoa kutoka kaburi la upofu. Ramadhani hakuwahi kukata tamaa kumtembelea. Kila alivyokuja, alimtia moyo Bakari kurudi katika maisha ya kawaida. Anza upya, alimwambia siku moja kwa sauti ya matumaini, kama si ofisi yako ya zamani, basi fanya jambo lolote linaloweza kukuamsha tena. Kwa moyo wa kusuasua, Bakari alianza kurejea kwenye kazi yake ya useremala. Ingawa hofu ilimkaba koo kila alipotia mguu kwenye karakana ile ile ya zamani, Ramadhani alimwambia, sehemu hiyo siyo shida, ndugu yangu. Shida ilikuwa ni mzigo wa roho uliokuwa ukiubeba. Lakini jioni moja ya Jumatano, hali ya kawaida iligeuka kuwa ya kutisha. Aliporejea nyumbani kutoka kazini, alifungua mlango na kukuta kisanduku kidogo cheusi kikining'inia juu ya kitanda chake. Hofu ilimvaa kama wingu jeusi. Alijiuliza, kisanduku hiki kimefikaje hapa? Hakuwa ameacha mlango wazi. Na zaidi, alikuwa ameufunga kwa kufuli. Hakukuwa na dalili yoyote ya kuvunjwa. Kwa mkono uliotetemeka, alikisogelea kisanduku kile. Alikishika taratibu, baridi ikampiga kwenye koo. Uzito wake haukuwa wa kawaida. Alipokifungua, alikuta barua yenye maandishi mekundu kana kwamba yamechorwa kwa damu, yaliyoandikwa kwa haraka na ukatili, nirudishe nyumbani kama umenichoka. Alishikwa na butwaa. Alipotazama zaidi ndani ya kisanduku, macho yake yaliangukia kwenye sanamu ya fisi kinyago kidogo kilichokuwa na umbo la mnyama, lakini kama to ya mtoto. Alikishika kwa tahadhari na kukiangalia kwa makini. Ghafula, kinyago kikaanza kutikisika mikononi mwake, na kabla hajajua la kufanya, kikageuka kuwa fisi wa kweli. Ingawa alikuwa mdogo kwa umbile, macho yake yalikuwa makali kama ya pepo. Fisi huyo alimkodolea macho, kisha ghafla bila onyo, akamuuma kidole cha mkono wa kulia. Maumivu yalipaa mwilini mwake kama radi. Bakari alipiga yowe kali, akakitupa kiumbe kile kwa nguvu. Damu ilianza kuchuruzika kutoka kwenye kidole chake. Akatikisa mkono wake kwa uchungu huku akiendelea kukodoa macho kwa hofu isiyoelezeka. Kwa mshangao, fisi yule aliruka kitandani, akaingia ndani ya kisanduku cheusi na kisanduku kikajifunga peke yake. Muda huo huo, mlango wa chumba ukajifunga kwa kishindo kana kwamba kuna nguvu isiyoonekana ilikuwa ikicheza naye. Bakari alikimbia nje kama mtu aliyeguswa na umeme. Alikuwa anatetemeka, akivuja jasho jembamba. Kwa haraka akampigia Ramadhani. Rafiki yake huyo alimsikiliza kwa utulivu wa ajabu, kisha akasema kwa sauti ya upole, Bakari, usiwe na hofu. Fanya dua. Kesho nitakuja mwenyewe. Usiku huo, Bakari hakurudi chumbani. Alikaa nje gizani kwa saa nyingi, akili yake ikiwa na maswali lukuki. Alijiuliza kama aliyoyaona yalikuwa kweli au ndoto mbaya. Barua ile ilimrudisha kwa jina la Zainabu, jina lililogeuka kuwa mzimu kwake. Ilipofika saa 3 usiku, alijilazimisha kuingia ndani. Lakini hakuthubutu hata kupita karibu na chumba kile. Alijilaza kwenye sofa la sebuleni huku akishikilia kidole chake kilichokuwa na maumivu na kuvimba. Usiku mzima haukuwa na usingizi, ni maumivu na hofu vilivyotawala hadi alfajiri ilipowasili. Asubuhi iliyofuata, Ramadhani alifika mapema. Alimkuta Bakari akiwa amechoka sana, uso wake umechoka, macho yamevimba na mwili wote umejaa wasiwasi. Bila kupoteza muda, Ramadhani alimwomba waingie chumbani pamoja. Walipofika ndani, kisanduku kilikuwa kimepotea. Kitanda kilikuwa tupu. Bakari alishtuka, akatikisa kichwa kwa mshangao, kimeenda wapi? Jana kilikuwa hapa. Ramadhani alimtuliza kwa sauti tulivu, usiwe na wasiwasi, Bakari. Nitarekebisha kila kitu. Akaanza kuchunguza chumba, akamshika Bakari na kumtibu kidole chake kwa kutumia miti shamba aliyoleta. Wakati akiendelea na matibabu, alifanya dua na kutafuta dalili yoyote ya kichawi kwa njia zake za kiroho. Lakini hakukuwa na kitu kilichoonekana.
Hatimaye akasema kwa uhakika, sasa ni safi. Usiogope. Hakuna atakaye kudhuru tena hapa. Siku zikapita na hali ya Bakari ikaanza kurudi kama kawaida. Aliishi kwa utulivu wa muda, lakini bado mawazo juu ya Zainabu hayakumpa pumziko. Ingawa Ramadhani alimhakikishia kuwa Zainabu hawezi kurudi tena, moyo wa Bakari haukubali. Aliamua kumshirikisha Ramadhani dhamira yake ya kwenda kwa wazazi wa Zainabu, labda angemkuta huko. Labda angempata hata jibu moja. Ramadhani alimkataza vikali, Bakari, ni hatari. Usithubutu. Lakini baada ya kuona msisitizo wa Bakari, alikubali kwa masharti, basi kama umedhamiria, nitakwenda nawe. Lakini usilale huko. Usile kitu chochote utakachopewa. Nitakulinda. Siku iliyofuata, Bakari alielekea kijijini kwa wazazi wa Zainabu. Walipofika, walipokelewa kwa baridi na mzee Yusufu, baba wa Zainabu. Hakuwa na furaha wala ukarimu. Waliketi kwa ukimya, kisha Bakari akauliza kwa heshima, naweza kumuona Zainabu? Mzee Yusufu alimtazama kwa jicho lenye hasira, kisha kwa sauti ya ajabu akasema, wamulizia Zainabu? Tunajua Zainabu ulikuwa naye wewe kwa miaka 2 tangu mlipokuja huku. Tafadhali kijana, usinichanganye. Najua binti yetu alikuwa na wewe, alisema mzee Yusufu kwa hasira, akimkazia macho Bakari. Wakati bado Bakari hajajibu, mama yake Zainabu aliwasili. Alimsalimia Bakari kwa bashasha, kisha akamkaribisha ndani. Hapana mama, Bakari alikataa kwa upole, hapa nje kuna hewa nzuri. Inapendeza. Mama Zainabu alimletea kiti nje. Karibu mkwe wangu, alizungumza kwa furaha. Kisha akamtazama mumewe, mume wangu, mgeni anafika, haufai hata kumpatia kitu. Lakini mzee Yusufu hakuinua hata uso wake. Aliendelea tu na kazi yake ya kutengeneza makuti kana kwamba hakuwasikia. Bakari aliketi huku mama Zainabu naye akijumuika naye, akitabasamu. Karibu mkwe wangu. Ingawa kwa mila zetu si utaratibu mzuri mama mkwe kuzungumza peke yake na mkwe wake, lakini baba yako yuko bize sana. Tunaweza kuzungumza tu mwanangu, aliongea kwa upole, akimsogelea karibu zaidi. Juma, lete madafu. Mkwe wangu akute kitu, mama Zainabu alimwagiza mjukuu wake, mtoto wa mwanaye mkubwa. Muda si mrefu, madafu yaliletwa. Mwanangu, ni heshima kubwa mgeni anapotutembelea kumpa madafu. Karibu mkwe wangu, alisema kwa msisitizo. Asante mama, Bakari alijibu kwa heshima. Lakini kwa sasa sijisikii kuweka chochote kinywani. Nikisikia vizuri, nitakunywa. Usijali mama. Hapana mwanangu, hata kidogo tu. Mama, nitatumia tu. Usiwe na wasiwasi. Walibishana kwa upole, lakini Bakari alikataa kwa uthabiti. Akikumbuka maneno ya mzee Ramadhani aliyemwonya, usitumie chochote kutoka familia hiyo. Sawa mwanangu, tunaweza kuendelea na mazungumzo yetu huku shemeji zako wakiandaa kitu ndani, mama Zainabu alisema kwa uchangamfu. Mwanangu, nyumbani kwema? Mwenza wako yupo salama? Aliuliza tena kwa upole. Bakari alishtuka. Mwenza wangu? Akauliza. Mama, ni zaidi ya miezi 4 tangu aondoke. Aliondoka bila kuniaga. Mama Zainabu alicheka kwa kejeli, kisha akasema kwa sauti ya kukera, Zainabu alifariki dunia muda sasa. Na chanzo cha kifo chake ni wewe. Wewe ndiye ulimuua. Na hata kwenye msiba hukuja. Sasa leo unakuja kutucheka, aliongea kwa hasira, lakini sauti yake pia ilikuwa ya kudharau. Bakari alisononeka. Akakumbuka mateso yote aliyopitia na akajibu kwa ujasiri, mama, kama Zainabu alikufa, sihusiki na kifo chake. Lakini ninahisi kuwa kama alilelewa vizuri, asingekuwa hivyo. Kama hakulelewa vizuri, basi uchawi wake aliutoa kwenu. Mateso niliyopitia kwa miaka mingi, ni misiba mingi ilinizunguka. Mlifikiri Mungu anafurahia mateso yangu? Mama Zainabu alitabasamu kwa kejeli. Oh, kumbe wayajua mengi, mwanangu. Sisi hatuyajui hayo.
Lakini kabla hajafariki, Zainabu alituachia zawadi yako. Zawadi gani? Bakari aliuliza kwa mshangao, tayari akiwa amesimama kuondoka. Alikuja akiwa na mimba na alijifungua. Binti yako huyu hapa. Chukua mwanao. Hatutaki damu yako katika maisha yetu. Bakari alishangaa kuona mtoto wa kike mwenye umri wa mwaka 1.5. Lakini Zainabu alitoweka miezi 5 tu iliyopita. Na hakuwa na mimba wakati huo. Inawezekanaje awe amezaa mtoto tena mkubwa kiasi hiki? Hapana mama, haiwezekani. Zainabu aliondoka miezi 5 tu iliyopita. Haiwezekani huyu awe mtoto wake, sembuse wangu, Bakari alisema huku akiondoka kwa hasira. Mama Zainabu alimkazia macho. Chukua mtoto wako. La sivyo hutarudi ulikotoka. Tunajua nani anakupa jeuri. Na sasa mume wangu ameshaanza kumshughulikia. Bakari alisikia sauti isiyoonekana ikimwambia kwa ukali, usimpokee mtoto huyo, kimbia. Lakini mara nyingine sauti ya pili ilisikika, ya upole na majonzi, ikilia na kusema, ni damu yako, ondoka naye. Ilikuwa ni sauti ya Zainabu. Sauti hiyo ilimvunja moyo Bakari. Hofu ikampanda. Hakuweza kuhimili kile kilichokuwa kikimzunguka. Kwa hofu kuu, aligeuka na kukimbia bila kuangalia nyuma. Alijikuta akiwa ufukweni mwa bahari, mahali palipojaa shughuli za uvuvi na kelele za mawimbi. Hakujua alifikaje hapo. Kiu na njaa vilianza kumchosha akili. Fikira zake zilihama moja kwa moja kwenye chakula. Akaelekea kwenye kibanda kidogo kilichokuwa karibu. Akanunua maji ya kunywa na kipande cha mkate. Alipoketi kula, alimgeukia kijana aliyekuwa anauza pale na kumuuliza, hapa ni wapi? Kijana yule alimtazama kwa mshangao kisha akajibu kwa swali, wewe waelekea wapi? Hapa ni Zanzibari. Bakari alibaki mdomo wazi. Zanzibar? Alijisemea. Hakuamini macho yake. Ni vipi alifika visiwani bila hata kuelewa? Dunia ilionekana kama imemgeuka. Akahisi mwisho wa maisha yake umefika. Alipokuwa akiondoka pale, akakutana ana kwa ana na mwanamke aliyefanana kila namna na Zainabu. Mavazi yake, mwendo wake, hata tabasamu la pembeni lililomtoka. Bakari aliduaa. Lakini mwanamke huyo alimkazia macho kwa hasira na kumfyonza kwa sauti ya ajabu. Walipopishana, Bakari aligeuka kumtazama tena, lakini tayari alikuwa ametoweka. Ghafla, kimbunga kikubwa kilianza kuvuma katika eneo lile. Watu walikimbia hovyo, wengine wakipiga mayowe. Bakari alijaribu kukimbia pia, lakini miguu ilishindwa kumsikia. Kimbunga kilimzonga na giza nene likamfunika. Alipozinduka, alijikuta amelala nje ya nyumba moja nzuri yenye dari la makuti. Ilikuwa ni alfajiri. Alilala juu ya mkeka wa asili. Pembeni yake alikuwepo Ramazani aliyemwambia kwa sauti ya upole, umeamka sasa. Bakari alishtuka. Akamgeukia Ramazani na kumuuliza, nipo wapi hapa? Ramazani alitabasamu na kumjibu, upo pwani. Upo kwangu, rafiki. Pole kwa yote uliopitia. Bakari alitazama uso wake na kumuuliza kwa mshangao, nimefika saa ngapi hapa? Ramazani alimjibu kwa sauti ya polepole, ni miezi 2 sasa umekaa hapa kwangu. Miezi 2? Bakari aliuliza kwa mshangao mkubwa, akiamini bado ni siku ile ile aliyoenda kwa Zainabu. Akabaki kimya, akiwa na maswali mengi kichwani. Ramazani alimtazama na kusema, usijali kijana wangu. Sasa upo salama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Unakumbuka nilivyokuambia usile kitu chochote kwao Zainabu? Nakumbuka. Na sikula chochote. Bakari alijibu kwa msisitizo. Lakini Ramazani alitikisa kichwa, ulikula mkate na maji, sivyo? Lakini kile si mkate. Ulikula mihogo iliyooshwa kwa damu. Baba yake Zainabu, mzee Yusuf, ndiye aliyekutumia mkono huo. Bakari alishtuka. Akaanza kuelezea kila kitu kilichotokea.
Lakini Ramadhani alimkatisha kwa kusema, ulifanya kosa kubwa kula. Ulikaribia kufanywa msukule. Nilikupigania usiku huo kwa nguvu zangu zote. Na karibu nami, niliumia sana hata nimepoteza mkono wangu huu mmoja. Bakari alidondosha machozi kama mtoto. Akamwangalia Ramadhani, uso wake uliojaa makovu na maumivu. Nisamehe rafiki yangu. Nimekuletea balaa. Wewe ni nani hasa? Kwa nini uliamua kunitolea uhai wako? Ramadhani alitabasamu kwa uchungu. Mimi ni kuhani. Nimewekwa duniani kusaidia watu waliopotea. Nitakupokea, utaishi kwangu hadi pale utakaporejea katika hali yako ya kawaida, kiafya na kimaisha. Akasimama, akamgeukia Bakari tena, lakini kuna taarifa nyingine si nzuri. Taarifa gani? Bakari aliuliza. Ramadhani akamjibu kwa polepole, nyumba yako iliungua yote. Kwa mazingira ya ajabu. Hakuna kitu kilichosalia. Bakari alinamisha kichwa chini, akiwa kimya kwa muda. Kisha kwa sauti ya kuvunjika alisema, wala usijali. Lililo muhimu ni kwamba bado niko hai. Akaongeza kwa majonzi, nilimpenda Zainabu. Nilifikiri tungeweza kuwa na maisha mapya. Lakini sasa nimejifunza. Kenge hawezi kubadilika kuwa samaki. Ramadhani alimkazia macho yenye huruma na hekima, nilifanya kosa kukubali ombi lako la kwenda kwao. Kisha Ramadhani akamalizia kwa sauti ya kiroho, utapona kijana wangu. Utapona.